Fikiria unakuwa bila baba, bila mama, bila makazi ya kuishi, lakini ghafla unakuwa na utajiri mkubwa sana. Unafanikiwa kushika mabilioni ya fedha zilizoambatana na damu za watu pamoja na hofu ya mauaji ya kisasa. Katika simulizi hii ya NBA Youngboy utakutana na matukio ya kusisimua sana. Masaa 9 tu baada ya binamu yake kupigwa risasi, Youngboy na wenzake wanaingia barabarani wakiwa na silaha za kivita mpaka kwenye mtaa wa maadui zao. Kile ambacho kilitokea kiliweza kuacha historia kwenye mziki wa Marekani mpaka hii leo. Ili kuweza kuelewa ni nini ambacho kilitokea, ni lazima uanzie mwanzo kabisa wa simulizi ya NBA Youngboy. Cantrell Deacon Gauden maarufu kama NBA Youngboy alizaliwa mwaka wa 1999 huko Baton Rouge, Louisiana. Maisha yake ya utotoni yalikuwa ni maisha yenye maumivu makubwa sana. Akiwa mtoto mdogo kabisa, alivunjika shingo wakati akicheza mchezo wa mieleka. Kutokana na jeraha alilolipata, ilimlazimu kuvaa kifaa maalum cha kushikilia kichwa pamoja na shingo. Baada ya uti wake wa mgongo kuweza kupona, alibaki na alama 3 maarufu sana ambazo ziliweza kuacha makovu kwenye paji lake la uso, kovu ambalo vijana wengi walikuwa wakimtania kwa kumuita dent head. Baba yake Jeffrey Staden alihukumiwa kifungo cha miaka 55 jela kwa kosa la unyang'anyi kwa kutumia silaha. Hii ilikuwa ni Desemba 1 mwaka wa 2009, ambapo alimpiga risasi ya mguu muuzaji wa duka hilo na kupelekea kuweza kupata kifungo hicho cha maisha. Kifungo hicho kilisababishwa na ndugu yake mwenyewe, mjomba wake aliyefahamika kama Dallas, baada ya kwenda kutoa ushahidi polisi dhidi ya baba yake huyo. Upande wa mama yake pia, mjomba wake aliyefahamika kama Andy Golden naye pia aliuliwa baada ya kupigwa risasi akiwa katika tukio la wizi. Kitendo hicho kilifanya Youngboy kulelewa na bibi yake aliyefahamika kama Alice Golden. Hata hivyo, bibi yake naye pia alifariki dunia. Youngboy alipelekwa kwenye kituo cha kulelea watoto yatima, sehemu ambayo alikutana na unyanyasaji wa hali ya juu sana. Alipokuwa akihojiwa, aliweza kusema kwamba jumba hilo ndio lilimfanya akawa na ukatili ambao ulipelekea akafanya matukio ya kihalifu sana kipindi cha ujana wake. Baada ya kurudi mtaani, alikutana na rafiki yake aliyefahamika kwa jina la Lil Dave. Kijana huyu aliweza kumfundisha Youngboy maisha ya mtaani pamoja na jinsi ya kuweza kuoperate michongo ya hapa na pale. Kijana huyu ndio alikuwa kama ndugu yake pekee ambaye alikuwa naye hapa duniani, lakini Youngboy alipokuwa na miaka 10 aliweza kumpoteza rafiki yake huyo. Rafiki yake huyo alikuwa na miaka 16 tu. Mnamo Machi 27 mwaka wa 2010, wakiwa kwenye picnic ya kumbukumbu ya vijana waliouliwa kwenye ghasia za kutumia silaha huko Scottsville, mapigano yaliweza kuzuka na vijana wakaanza kurushiana risasi na kupelekea risasi moja kuweza kumpiga Lil Dave kwenye uti wa mgongo na kuweza kufariki dunia hapo hapo. Licha ya uwepo wa mamia ya mashahidi, lakini hakuna ambaye aliweza kujitokeza na kutoa ushahidi kwa kuhofia maisha yao, na kifo hiki kiliweza kumuumiza sana Youngboy na kumfanya kuanza kuwa na ukatili ambao ulikuwa sio wa kawaida. Baada ya kifo cha bibi yake, aliacha shule na kuanza kukaba mtaani ili kuweza kupata pesa. Akiwa na umri wa miaka 14, aliweza kukamatwa na polisi na kupelekwa kwenye jela ya watoto na kufungwa kifungo cha miezi 6. Akiwa huko ndipo alipogundua kipaji chake cha uimbaji na kuandika nyimbo zaidi ya 25, nyimbo ambazo zilikuwa zinaelezea maumivu yake yote toka kipindi alipokuwa mtoto. Baada ya kutoka jela, Youngboy aliweza kurudi mtaani huku akiwa hana mahali pa kulala. Maisha yake yalizidi kuwa magumu sana, na siku moja aliweza kukutana na kijana aliyefahamika kama OG33 na kutengeneza urafiki ambao ulikuwa sio wa kawaida. Baada ya mama yake OG33 kuweza kujua maisha ya Youngboy, aliamua kumchukua Youngboy na kuishi naye kama mtoto wake wa kumzaa, jambo ambalo lilifanya OG33 kuwa kama kaka yake wa damu. Youngboy na OG33 waliendelea na harakati za kuimba, lakini hawakuwa na hela za kurekodi na kuamua kuanza kuiba mtaani ili kuweza kupata hela za kuweza kurekodia nyimbo zao za kwanza. Mnamo Aprili 10 mwaka wa 2015, Youngboy akiwa na umri wa miaka 15 aliweza kutoa mixtape yake ya kwanza iliyofahamika kama Life Before Fame. Kipindi hiki cha mwanzoni, Youngboy alikuwa akishirikiana na lebo ya genge la Top Boy Gorilla au T
BG iliyoanzishwa huko Baton Rouge na kuwakilishwa na rappers kama G-Money pamoja na Fredo Bang. Lakini Youngboy hakuweza kumudu kwa muda mrefu kwenye lebo hiyo kwa sababu alihisi kwamba lebo hiyo ilikuwa inawajali zaidi G-Money na Fredo Bang na kuweza kumtelekeza yeye. Kitendo hicho kikafanya aweze kutoka katika lebo hiyo. Baada ya kutoka kwenye lebo hiyo, akiwa amekaa kwenye kibaraza cha nyumba yao pamoja na marafiki zake wa mtaani, Youngboy aliweza kuapa kwamba hataki kuwa fukara tena. Wazo hili lilipelekea kuanzishwa kwa lebo ya kundi la Never Broke Again maarufu kama NBA. Kundi hili liliwakilishwa na rafiki zake wa karibu kama Ben 10, Big G, Ham, Montana, Meech, Baby KD, Lil Pump pamoja na Baba. Lakini pia kipindi hiki ndipo alipoanza kutumia jina la genge la 4K Trail au Slide, kundi ambalo lilikuwa linahusishwa na mtandao mkubwa sana wa Blood huko nchini Marekani. Katika kipindi hiki ndipo vita kati ya NBA na TBG ilipoanza. Hii ilikuwa ni baada ya binamu yake na Youngboy aliyefahamika kama Buzila, ambaye alikuwa ni mwanachama wa kundi la BBG, kundi ambalo lilikuwa na uadui na TBG. Hii ilikuwa ni kutokana na Buzila pamoja na TBG kuwa na ugomvi mkubwa ambao ulihusisha madawa ya kulevya. Inaaminika kwamba kuna madawa ya kulevya ambayo yaliibiwa na G-Money alikuwa anahisi kwamba Buzila ndiye alikuwa ameiba madawa hayo. Mnamo Julai mwaka wa 2016 Buzila alitoa nyimbo ya kumdisi rapa wa TBG aliyekuwa anafahamika kama FL Duka, na mnamo Novemba 2 mwaka wa 2016 Buzila mwenye umri wa miaka 18 aliuliwa kwa kupigwa risasi nyingi sana kifuani akiwa anaendesha baisikeli yake karibu na nyumba yao. Mauaji haya yalisikitisha sana familia yake na kuwa pia kulipiza kisasi kwa wale watu ambao walitekeleza mauaji hayo. Masaa 9 tu baada ya mauaji ya Buzila, mnamo saa 3:30 asubuhi siku hiyo hiyo ya tukio hilo ambalo lilitokea, gari la silver aina ya Hyundai likiwa limembeba Youngboy pamoja na washirika wake watatu wa NBA liliweza kuingia kwenye barabara ya Kentucky na kuanza kuwashambulia kwa risasi vijana wa TBG, lakini vijana wa TBG waliweza kujibu mashambulizi na kuweza kufanikiwa kumpiga risasi ya shingo kijana aliyefahamika kama NBA Joe au Baby Joe na kusababisha gari lao kuweza kupata pancha na kugonga kwenye msingi wa barabara na kupelekea Youngboy na wenzake kukimbia na kumwacha NBA Joe akiwa amejeruhiwa. Polisi waliweza kugundua kwamba Youngboy alikuwa anatumia silaha ya kivita na kupelekea kukamatwa na maafisa wa US Marshal huko Austin, Texas muda mfupi kabla ya kupanda jukwaani kwenye tamasha la muziki. Youngboy aliweza kushtakiwa kwa kosa la kujaribu kuua kwa makusudi na kupelekea kuingia gerezani. Baada ya kukaa gerezani toka Desemba mwaka 2016 mpaka Agosti mwaka wa 2017, Youngboy alifanikiwa kupata plea deal na kukiri kosa dogo la shambulio la kutumia silaha na kuhukumiwa kifungo cha nje cha miaka 10 na miaka 3 ya kuwa chini ya uangalizi mkali wa probation. Baada ya kuachiliwa gerezani mnamo Agosti 2017, Youngboy alitoa wimbo wake wa kwanza uliofanya vizuri sana, wimbo ambao ulifahamika kama Untouchable, ambao ulifanikiwa kuingia kwenye chati za Billboard Hot 100 pamoja na mixtape yake ya AI Youngboy pia iliweza kufanya vizuri na kumvutia meneja maarufu aliyefahamika kama F-Bank pamoja na rapa maarufu sana aliyefahamika kama Kevin Gates. Huyu Kevin Gates aliamua kumchukua Youngboy na kuamua kumlea kama jana wake na kuweza kumsaidia pia kupata dili la album 5 lenye thamani ya dola milioni 2 toka kwenye kampuni ya Atlantic Record. Lakini baadaye urafiki wao uliweza kufa baada ya Gates kutaka kupata hela ya udalali kwenye dili hilo ambalo aliweza kumpatia Youngboy. Youngboy alizungumzia ishu hiyo kwenye wimbo wa Story of OJ. Katika kipindi hiki cha kukua kimziki, uadui mwingine uliweza kuibuka toka kwa rapa wa Baton Rouge aliyefahamika kama Scott Ken. Huyu alikuwa ni kiongozi wa Utopia Music. Baada ya kufanya nyimbo mbili kwa pamoja, waliingia kwenye bifu kubwa sana. Siku moja Youngboy alienda kwenye studio ya Scott Ken kwa ajili ya kupigana naye, lakini Scott Ken aliweza kutoa bunduki 3 na kumwelekezea Youngboy usoni, jambo ambalo lilifanya Youngboy kuanza kulia na kuomba msamaha kwa ajili ya kuokoa maisha yake. Lakini baadaye kundi la NBA liliweza kulipiza kisasi kwa kuvamia kikao cha studio ya Scott Ken na kuweza kumpiga Scott Ken hadi
aliweza kupoteza meno yake kadhaa kwenye shambulio hilo. Muda mfupi baadaye, mnamo Agosti 10 mwaka wa 2017, producer wa TBG aliyefahamika kama Austin On Track, huyu ni producer ambaye alitengeneza wimbo wa Scott Kenny ambao ulikuwa unamdiss Youngboy, wimbo ambao ulifahamika kama NBA Smoke, aliweza kuuliwa kwa kupigwa risasi akiwa ndani ya gari lake eneo la Ardenwood Village apartment, lakini mhusika wa mauaji hayo hakuweza kufahamika. Uhasama mkubwa zaidi kati ya Youngboy na G-Money uliweza kuzidi kupamba moto, hasa baada ya G-Money kufanya mahojiano Agosti 15 mwaka wa 2017, ambapo alitangaza hadharani kwamba alikuwa na mahusiano ya kimapenzi pamoja na dada yake na Youngboy, akidai kwamba Youngboy alikuwa ni muoga sana, ameanza kujifanya mgumu kipindi hiki ambacho alipata mafanikio. G-Money pia aliweza kutoa wimbo wa kumdisi Youngboy uliofahamika kama Industry. Ndani ya wimbo huo alizungumzia mambo mengi sana kuhusiana na Youngboy, hasa kabla hajapata umaarufu. Mnamo Septemba 10 mwaka wa 2017 majira ya saa 7:30 usiku, G-Money akiwa anatoka studio baada ya kurekodi wimbo wa kumdisi Youngboy, ghafla alishambuliwa kwa risasi nyingi sana kichwani na kuweza kuuliwa hapo hapo. Siku iliyofuata kuna picha ambayo iliweza kusambaa sana kwenye mitandao ya kijamii, picha ya mto wenye damu ambao ulionekana kutupwa kwenye eneo ambalo yalifanyika mauaji hayo, na kuanzisha uvumi mtaani kwamba wauaji wa NBA waliweza kutupa mto huo kichwani kwa G-Money na kumwambia lala usingizi au sleep au go to sleep. Na Youngboy alitumia kiki hii kwenye nyimbo zake baadaye kama Step On pamoja na Let's Do It kujigamba kuweka vichwa vya maadui zake kwenye mito. Hii ikiwa na maana kwamba Youngboy alikuwa anaelezea kwamba yeye ndo alihusika katika tukio la G-Money. Mnamo Juni mwaka wa 2019, mwanachama wa Youngboy aliyefahamika kama DeAndre Field au NBA Lil Pump aliweza kukamatwa na kushtakiwa kwa mauaji ya G-Money. Lil Pump alikiri kosa dogo la kushiriki kwenye tukio hilo na kuhukumiwa miaka 5 jela, ingawa hadi leo anadai kwamba hana hatia. Inaaminika kwamba alihusika kwenye tukio hilo, lakini hakuhusika moja kwa moja kwenye mauaji hayo. Mnamo Oktoba 26 mwaka wa 2017, msichana wa miaka 19 ambaye alifahamika kama Enisha Barnes aliweza kuuliwa kwa kupigwa risasi akiwa amekaa kwenye gari nje ya duka la vyakula, na mashabiki waliamini kwamba shambulio hili lilikuwa linamlenga mpenzi wake aliyefahamika kama Hama. Huyu alikuwa ni mwanachama wa kundi la TMH au Too Many Haters, kama sehemu ya kisasi baada ya TMH kushambulia kwa risasi nyumba ya bibi yake na Youngboy. Raba Don Spencer alihukumiwa miaka 22 kwa mauaji haya, ingawa mashabiki wanadai kwamba alibeba lawama ya kumtetea Youngboy. Kuhusiana na kifo cha G-Money, TBG walianza kutafuta jinsi ya kuweza kulipa kisasi cha ndugu yao huyo. Kisasi hicho kilikuja mnamo Mei 4 mwaka wa 2018 majira ya saa 6 jioni. Desmond au Big Pump, meneja na mshauri wa karibu sana wa Youngboy, alikuwa akiongea na ndugu zake mtaani kwao, na gari moja lilionekana kama linapita. Baada ya kumkaribia Big Pump, walitokea vijana dirishani na kuanza kufyatua risasi nyingi sana na kuweza kumuua papo hapo. Baada ya kifo cha Dump, Fredo Bang na Boulevard Quick waliweza kutoa wimbo wa Body Bag na kujisifia kumweka mpinzani wao kwenye kaburi na kumkejeli Dump kwa unene wake, wakisema kwamba anahitaji jeneza la ukubwa wa extra large kuweza kuenea katika jeneza hilo. Mnamo Oktoba 18, mama yake mzazi na Youngboy aliyefahamika kama Shironda Golden aliweza kuingia kwenye Instagram live na kujibu vitisho ambavyo alikuwa akipewa kuhusiana na watu ambao wanataka kumuua, na kusema kwamba ana bunduki kubwa chini ya kitanda chake. Boulevard Quick aliweza kumjibu kwa kufanya video chafu na kumtukana sana mama yake na Youngboy, huku akimsema kwamba Shilonda ana sura ya kiume. Novemba 26 mwaka 2018 majira ya saa 6:30 usiku, miezi 6 tu baada ya kifo cha Big Pump, polisi walimkuta Ashton Well au Boulevard Quick mwenye umri wa miaka 25 akiwa amepigwa risasi nyingi sana za kichwa na kufariki nje ya nyumba yake. Mashabiki wanadai kwamba shambulio hili lilitekelezwa na NBA Big G pamoja na msanii wa karibu wa Youngboy aliyefahamika kama Daddy Black, kama kisasi cha kutukanwa kwa mama yake na Youngboy aliyefahamika kama Shironda. Daddy Black naye alikuja kuuawa kwa kupigwa risasi mnamo Juni 11 mwaka wa 2021. Mpaka kipindi hiki
kila kitu kilikuwa kinaenda vibaya. Kila mtu alikuwa anataka kumuua kila mtu kutokana na visasi ambavyo vilikuwa vimeenea. Kila mmoja alikuwa amemuua fulani, na fulani alikuwa na ndugu yake fulani, na huyo fulani alikuwa anataka kulipiza kisasi, huku Young Boy akizidi kupata mafanikio makubwa sana, huku serikali nayo ikiwa inamwangalia kwa jicho lingine. Kipindi hiki Young Boy alianza kutamani sana kuishi maisha ya utulivu pamoja na amani, ili aweze kuenjoy mafanikio yake kwa raha, lakini haikuwezekana kabisa, maana alikuwa ameshafanya matukio makubwa sana na alikuwa ameshajenga uadui mkubwa sana na watu ambao ni hatari sana. Ni nini ambacho kitatokea na hivi sasa anaishi maisha gani? Usikose kufuatilia sehemu ya pili au sehemu ya mwisho ya simulizi hii. Hii ni Tricod Media. Usisahau kusubscribe, kulike, kucomment na kushare kwenye mitandao mingine ya kijamii.